Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leo tutakwenda kusoma kuhusiana na swala zima la ugonjwa wa kisukari kama ilivyokuwa ada yetu ya kipindi hichi, kujitahidi kufanya audio kwa fupi na zenye kueleweka, tusimchoshe msikilizaji na aweze kupata faida. Kwa hiyo tutaenda kuangalia katika sehemu tatu. Tutaangalia chanzo cha ugonjwa wa kisukari na dalili za kisukari. Kama muda utakuwa unaruhusu, tutagusa kidogo namna gani kisukari kinaweza kuwa kinatokea. Kwa hiyo tuanze na chanzo, vitu ambavyo vinapelekea mtu kupata kisukari, mambo yanayopelekea mtu kupata kisukari. Kwa tutaanza mambo 10 hapa, tusome kwa siku ya leo tuokoe muda. Jambo la kwanza ni unene kupita kiasi, unene, uzito, ubonge, kadi unavyoweza kuita. Ubonge nyanya, mtu anapokuwa mnene au anakuwa mzito kupita kiasi, mtu anapokuwa na kitambi, yuko kwenye mazingira ya hatari ya kuweza kupata ugonjwa wa kisukari. Lakini sababu ya pili ya kupata ugonjwa wa kisukari ni kurithi. Mtu analisi kisukari kama magonjwa mengine yalivyokuwa ya kurithi kawaida, na kisukari kinarithika, mambo ya genetic ya vinasaba. Sababu namba 3 ni watu tunakuwa tuna tabia kufanya mazoezi. Kwa wale watu wote ambao wenzangu na mimi ambao mpende mazoezi, mko kwenye hatari ya kupata kisukari. Alafu pia na kazi zenu sio za mishughuliko, kwa maana kazi sio za mihangaiko. Kuna wengine hawafanyi mazoezi ila kazi zao ni mazoezi. Sasa kuna wengine hatufanye mazoezi afu kazi zetu pia sio mazoezi. Sasa tuko kwenye hatari kupata ugonjwa wa kisukari. Kwa hiyo kwa wale ambao hamfanyi mazoezi alafu pia kazi zetu sio mazoezi, tuko kwenye hatari kufanya kisukari. Lakini wengine wanafanya mazoezi, kazi zao kulima, kukimbia, kucheza mpira, au ni sehemu ya mazoezi tosha au zaidi ya mazoezi yenyewe. Na namba sababu nyingine kupata ugonjwa wa kisukari ni namba 4 ni shinikizo la damu. Kwa watoto wana ugonjwa wa shinikizo la damu, magonjwa ya pressure, haya wanakuwa kwenye hatari ya kupata magonjwa ya kisukari. Sababu namba 5 ni msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo ni kitu hatari, magonjwa ya kisaikolojia. Kuna msongo wa mawazo mtu anapata vidonda vya tumbo, kuna msongo wa mawazo mtu anaweza kuwa mnene, kuna msongo wa mawazo mtu anaweza kukonda, pia mpaka apata na kisukari, kwa sababu ni magonjwa ya kisaikolojia ambayo yanasababisha utendaji wa mwili kuwa hauendi sawa. Magonjwa ya kisaikolojia ni hatari. Ndio maana naambiwa katika matibabu ya udaktari asilimia kubwa pia matibabu mengine ni saikolojia. Mtu anapomwona daktari na kumsikiza pia ni sehemu ya matibabu. Kwa hiyo saikolojia ni kitu moja hatari sana. Hiyo ni sababu namba 5. Sababu namba 6 ni kutumia sigara na pombe. Kwa wale jamaa wanaotumia sigara sana, wanatumia pombe sana, mjihadhari, mko katika mazingira hatarishi ya kupata ugonjwa wa kisukari. Na kama tena ndio umri wako ushakuwa mtu mzima, jitahidi kuachana na hayo mambo, maana utaingia katika hatari afu utashindwa kukabiliana nayo. Na sababu namba 6 hiyo. Sababu namba 7 ni tezi ya shingo. Kwa wale wote ambao wana ugonjwa wa tezi ya shingo, wanakuwa katika hatari ya kupata ugonjwa wa kisukari. Tezi ya shingo ni ugonjwa hatari pia. Sababu namba 7 hiyo. Sababu namba 8 tunazungumzia umri. Mtu anapokuwa na umri umekwenda afu apate masharti ya kiafya, anakuwa kwa hatari kupata ugonjwa wa kisukari. Wengine wanasema kuanzia miaka 45, wengine miaka 55. Lakini mtu anapokuwa mtu mzima ilikuwa hatarishi kupata ugonjwa wa kisukari. Na maana watu wagonjwa wa kisukari asilimia kubwa ni watu wazima kuliko vijana. Kwa hiyo tujihadhari, maana kwa watu wazima mtu atakuwa afanye mazoezi, chakula zingatie, kachoka, ashiriki tena na kazi, kwa anakuwa kwenye hatari kabisa ya kupata ugonjwa wa kisukari. Sababu namba ngapi hiyo? Sababu namba 8. Sababu namba 9 ni kwa wamama. Kwa wakina mama wanajifungua watoto wote kwenye kuanzia kilo 4 wanakuwa na hatari kupata ugonjwa wa kisukari, na mara nyingi hiyo inakuwa igundulike mpaka pale mtoto atakapofikia takriban mwaka mmoja. Kwa kama unajifungua watoto kuanzia kilo 4 mara kwa mara, kwa unakuwa katika hatari ya kupata ugonjwa wa kisukari. Hiyo ni sababu namba 9. Na sababu namba 10 ni lifestyle na masuala ya lishe. Kwa hiyo hilo ni sababu yenye nguvu na inabeba sababu zote. Kwa kutokana kwa maisha jinsi tunaoishi na vyakula tunavyovitumia, ni mazingira hatari ya kupata ugonjwa wa kisukari. Kwa hiyo tuwe makini katika mifumo yetu ya vyakula, tule vyakula ambavyo kwa diet maalum inatakiwa mtu aweze kula, tusile ili mradi kwa sababu ni chakula tunatakiwa tutule. Kwa hiyo hii masuala ya chakula ndio yanasababisha mtu anakuwa bonge, yanasababisha mambo mengi ambayo tumeyataja hapa, na magonjwa mengineo ikiwa pamoja na ugonjwa huu wa kisukari, anaweza kupata ugonjwa wa kisukari. Kwa hizo ni sababu 10 au vyanzo 10 vinazopelekea mtu kupata ugonjwa wa kisukari. Kwa hiyo mtu anabidi avidhibiti na vifahamu na vifanyie kazi. Lakini tuangalie dalili zipi zinaweza kutubainisha kama mtu huyu ana ugonjwa wa kisukari. Dalili za kujitambua, kama uzifahamu uweze kujua tayari kuna viashiria kupata kisukari, ujiepushe na hizo dalili. Na kama tayari una ugonjwa wa kisukari, ili tuweze kujua namna gani tunaweza tukasaidiana kuhusiana na ugonjwa na uweze kurudi katika hali ya kawaida.
Tutaanza kwenye dalili namba moja. Mtu ana ugonjwa wa kisukari, dalili namba moja anakuwa anapendelea kunywa maji mengi sana. Kwa kama unapendelea kunywa maji mengi sana kupita kiasi, maana mtu akinywa maji mengi sana kwa kawaida, yani anapenda kunywa maji sana labda ni lita 5. Sasa ukiona ushaanza kuzidi lita 5 kwa siku, alafu una kazi unaofanya inaeleweka, tuanze kujua bisa dalili za ugonjwa wa kisukari. Namba moja. Namba mbili ni kwenda haja ndogo mara kwa mara, kama unakwenda kukojoa. Kwa ukiona unakojoa mara kwa mara, unakojoa zaidi ya mara 10 kwa siku, mara 15, mara 20, mara 30, dalili ya kupata ugonjwa wa kisukari. Na dalili namba 3 ni kupungukiwa nguvu za kiume kwa mwanaume. Nguvu zinaisha kwa kupungukiwa, na pia na kuisha kabisa. Kupungukiwa na kuwa tendo la ndoa kwa shida, inafika kipindi uume usimami kabisa kwa mwanaume, lakini kwa mwanamke anakosa hamu ya tendo la ndoa. Hiyo ni dalili namba 3. Na dalili namba 4 ni kuchoka kwa haraka kila wakati. Mtu anakuwa anasikia mchovu, anachoka kwa haraka sana kila wakati. Kwa unajikuta wewe ni mchovu na mtu wa kuchoka pasi ya kufanya kazi au kufanya kazi kidogo unakuwa umechoka. Hiyo ni dalili namba 4. Na dalili namba 5 ni kujisikia njaa sana. Unakuwa mtu kusikia njaa na unakula sana. Unasikia njaa unakula sana. Unasikia njaa unakula sana, dalili ya kisukari. Ukiangalia ufanye kazi au limi ufanye jambo lolote, lakini jambo linakuandama, unasikia njaa afu unakula sana. Kwa ni miongoni mwa dalili ya kusikia ugonjwa wa kisukari. Kwa unakula kupita kiasi na njaa zikukauki. Lakini na dalili namba 6 kwa wanawake, wanakuwa na hali ya kuwasha ukeni. Kuwasha ukeni pia inaweza kuwa ni fungus, inaweza kuwa UTI na mwingine, lakini kama unakuwa una hizo dalili zingine tulizozitaja pamoja na hii kuwasha ukeni, ni miongoni mwa dalili za ugonjwa wa kisukari. Dalili namba 7 ni kutokuona vizuri, nuru ya macho kupungua siku hadi siku. Unakuwa una uwezo wa kuona vizuri. Ni dalili hatari. Ndio unasikia mtu ana macho ya kisukari au sukari ya macho. Kwa hiyo sukari pia inashambulia huko, kuna mambo ya macho. Kwa hiyo nuru inapungua na uwezo wa kuona unakuwa uko dhaifu. Kwa hiyo tuombe Mwenyezi Mungu atuepushe na ugonjwa wa kisukari, na ugonjwa hatari, na tuchukue tahadhari kama tulivyosema vile tahadhari 10 tunazo makini kuhusiana na ugonjwa huu wa kisukari. Dalili namba 8 ni kuwa na ganzi miguuni, mikononi na baadhi ya upande wa mwili. Ganzi inakuwa kuandama, isha, ikauki. Kwa hiyo ganzi hii ni miongoni mwa dalili ya kisukari, dalili namba 8. Dalili namba 9 ni miguu kuoza. Nafikiri maarufu inaeleweka, mpaka watu wanakatwa miguu kutokana na ugonjwa wa kisukari. Na dalili namba 10 ni kukakamaa kwa ngozi. Kukakamaa au kukaukwa kwa ngozi. Unaweza kusema kukakamaa au kukaukwa kwa ngozi. Hii ni dalili namba 10 ya ugonjwa wa kisukari. Na dalili namba 11 ni vidonda visivyopona. Unakuwa na vidonda au majeraha hayaponi kwa muda mrefu. Pia japokuwa mtu mwenye HIV pia kama kinga yake iko dhaifu, anakuwa ana hiyo hali ya kutokupona kwa ugonjwa kwa muda mrefu. Kwa hiyo hata wewe pia kama una vidonda unaona siku zinakatika bila kupona, kwa unatakiwa ufike kituo cha afya uweze kujicheki afya yako. Dalili namba 12 ni majipu mwilini. Majipu likitoka hapa linahamia hapa, likitoka hapa linahamia hapa, ni miongoni mwa dalili ya ugonjwa wa kisukari. Kwa hiyo sisi tumejitahidi kuepesisha tu hizo notes. Kuna maelezo marefu sana kuhusiana na ugonjwa wa kisukari, maelezo mengi sana. Kwa hiyo nimejitahidi kuzikatakata kwa wale wenzangu na mimi darasa la pili au shule ya msingi tuweze kuelewana. Lakini kwa mambo mengine mazuri zaidi ya hapo, unatakiwa uingie hospitali, uende ukapime kwenda kuhakikisha kama una dalili au una ugonjwa wenyewe wa kisukari au la. Sasa kasumba ile kuwepo ni kwamba watu wengi wana madai kuhusiana na madai yao, wanasema ugonjwa wa kisukari hauna tiba na mtu haponi. Ndio jamii kwa hivyo wanasema ugonjwa wa kisukari hauna tiba na mtu haponi. Na madai hayo leo nitayafafanua hapa. Madai hayo yanakuja kutokana na maelezo yafuatayo. Kwa wanaosema hivyo, sababu yao ya kwanza ni kwamba ukisikia mtu anaelezea ugonjwa wa kisukari, mara nyingi utakuta anasema kwamba ugonjwa wa kisukari ni ugonjwa unaohusiana na kongosho. Ndio, ni kweli, lakini anasema mpaka mtu anapata ugonjwa wa kisukari kwa maana yake kongosho imefeli. Kwa maana ya kufeli, imeshindwa kufanya kazi, na kama imeshindwa kufanya kazi maana yake imekufa. Kwa hiyo anakuwa na malengo kama hayo. Kwa sababu kongosho imefeli au imeshindwa kufanya kazi au imekufa, kwa hiyo inamaanisha ili mradi sukari mtu apone kisukari inabidi apate kongosho. Sasa swali, je, dawa yako inaenda kutengeneza kongosho au dawa yako wewe ni kongosho? Kwa ndio maana watu wengi wakasema dawa ya kisukari hakuna, kwa sababu ni tatizo ambalo linasababisha kuua kwa kongosho. Kwa matibabu yake ni kupatikana kwa kongosho nyingine. Kwa madai ya watu ndio wanasema hivyo. Hayo ni madai ya kwanza. Lakini katika madai hayo wanakuwa na ushahidi kama ufuatao, ushahidi wa aina mbili. Ushahidi wa kwanza ni kwamba wenyewe kuna ndugu, jamaa, marafiki tayari washakufa kutokana na ugonjwa wa kisukari. Mjomba, baba, kaka, shangazi, bibi amekufa kutokana na ugonjwa wa kisukari. Kwa hiyo kisukari muda mrefu mpaka kafa.
Swali anauliza, je, kwa hiyo bibi, baba, shangazi, mjomba wakupata ugonjwa wa kisukari? Anauliza swali. Lakini sababu ya pili anasema, mimi mwenyewe naongea na wewe hapa na ugonjwa wa kisukari, na huu mwaka wa 20 nishatumia dawa za Kiswahili, za Kihindi, za Kichina, mitishamba, virutubisho, mimea tiba, lakini sijapona kisukari. Sasa umeona madai kama haya, kwa mpaka mtu imefika kipindi ameamini kama ugonjwa wa kisukari umekuwa hauna tiba. Nafikiri mmenielewa hapo sana maelezo. Nafikiri nimeeleweka vizuri. Sasa mara nyingi ugonjwa umeonekana una tiba kwa sababu kwanza ufahamu wake sio sahihi kama ufahamu waliosema ni ufahamu huo ni wa kwanza ndio, lakini maelezo ya kisukari, unapozungumzia maelezo kama haya yafuatayo sasa ndio naelezea kisukari. Sasa unapozungumzia ugonjwa wa kisukari, tunazungumzia kwanza ni ile hali ya kuzidi kwa sukari katika damu, na sukari hiyo inakuwa nyingi kupita kiasi, ni kitu ambacho kinapelekea mtu kuwa na ugonjwa wa kisukari. Kile kitendo cha kuzidi ile sukari katika damu kinapelekea mtu kuonekana na ugonjwa wa kisukari. Hiyo ni sentensi ya kwanza. Tuelewane. Lakini sentensi ya pili inasema kwamba kitendo cha kongosho kushindwa kufanya kazi, kwa kumaanisha kongosho imekufa, pia inapelekea mtu kupata ugonjwa wa kisukari. Kongosho kushindwa kufanya kazi inapelekea kupata ugonjwa wa kisukari kwa sababu kongosho kushindwa kufanya kazi, ima sukari inaweza kazidi, mtu anakuwa na sukari ya kupanda, kwa kongosho imekuwa ifanye kazi. Sasa watu wengi wanatumia msimamo huu. Msimamo wa kwanza pia wameuacha, lakini katika msimamo wa pili kuna msimamo wa tatu unasema ni kitendo cha kongosho kufanya kazi lakini kuzalisha insulini ndogo. Msimamo wa kwanza ni kitendo cha kongosho kushindwa kufanya kazi, kwa hiyo kongosho haizalishi insulini. Msimamo wa pili. Lakini msimamo wa tatu ni kongosho inafanya kazi, inazalisha insulini lakini insulini ndogo. Sio hapo ndio nimeeleweka. Msimamo wa kwanza ni kitendo cha sukari kuzidi katika damu. Yaani sukari kwa nyingi katika damu kuliko kawaida, moja. Lakini mbili ni kwamba kitendo cha kongosho kushindwa kufanya kazi, kwa maana ya kwamba kongosho hiyo haizalishi insulini. Huo ni msimamo wa pili. Lakini msimamo wa tatu ni kitendo cha kongosho kuzalisha insulini ndogo ambayo itoshelezi katika mahitaji ya sukari, haitoshelezi katika mahitaji ya mwili katika kubalance nini? Sukari. Nafikiri hapo nitakuwa nimeeleweka vizuri. Hiyo ni msimamo wa pili. Ni msimamo wa tatu. Lakini na msimamo wa nne unasema kwamba ni kitendo cha mwili kushindwa kuitumia insulini. Sasa tunapozungumzia kisukari tunazungumzia mapito ya aina nne. Kuzidiwa kwa sukari kuzidi mwilini katika damu, moja. Lakini mbili, kongosho kushindwa kuzalisha insulini kwa maana ya kufa, mbili. Lakini tatu, kongosho kufanya kazi kuzalisha insulini kidogo, tatu. Lakini nne ni mwili wenyewe kushindwa kutumia insulini. Mwili kushindwa kutumia vichocheo kama hiyo insulini. Kwa hiyo mtu anapozuia mgonjwa wa kisukari, sio kila mgonjwa wa kisukari jamani kongosho yake imekufa, hapana. Kuna wengine wagonjwa wa kisukari mwili ndio hutumia insulini. Kongosho inafanya kazi, inazalisha insulini, lakini mwili wenyewe ndio upokea au ukubali kutumia insulini. Hapo kuna maelezo marefu, lakini kwa muda nitafinya sitoelezea. Lakini na kuna mgonjwa mwingine wa kisukari kongosho yake ni nzima, lakini inazalisha kiwango kidogo cha nini? Inazalisha kiwango kidogo cha insulini. Kwa hiyo wale wana msimamo mmoja jamani, msiende kutafuta dawa hizi, kwanza msikate tamaa. Kwa sababu utegemeana na sukari yako iko kutokana na stage gani. Stage hizi kwa maana sukari ya kupanda na kushuka. Na stage ya sukari ya kupanda na kushuka kutokana na hizi sifa nilizozitaja hizi nne. Kwa kulingana na hizi sifa nne matibabu yanakuwa yako tofauti. Sasa mtu mwingine, kila mtu anaofikiria na ugonjwa wa kisukari, kongosho yangu ishakufa kwa siwezi kupona tena. Kumbe kongosho yako ni nzima, isipokuwa tu insulini ndio dogo. Kwa kongosho haizalishi insulini ya kutosha. Au kongosho yako ni nzima inafanya kazi vizuri, lakini mwili tu ndio haupokei nini? Insulini. Nafikiri nitakuwa nimeeleweka Sasa nitatoa maelezo haya kwa kumalizia kulingana na muda, dakika zimekwenda kidogo. Ninapozungumzia kidogo, mtu anaposikia neno sukari katika mwili anamaanisha nini, anapo kidogo anashindwa kuelewa. Sukari inaanza, mechanism ziko vipi? Nitagusa kidogo mechanism kwa sisi wa darasa la 4 ili tuweze kuelewana. Ni kwamba inakuwa ni kama ifuatavyo. Tunapokula chakula, tunapokunywa maji, tunapokula matunda, tunapokunywa vinywaji vile pamoja na matunda, tunakula na vyakula vinginevyo. Kwa vile vyakula ndio vinakuwa na sukari mule. Kwa ile sukari tukishakula vile vyakula ndio sukari inapatikana mule katika hivyo vyakula. Na kazi ya sukari katika mwili wetu, sukari inasaidia kuupa mwili nguvu. Unapoona mtu ana nguvu, ana energy, hiyo ni kazi ya sukari. Kwa hiyo inakuwa ni inasaidia kuupa mwili nguvu. Lakini sukari inapokuwa ndani ya mwili katika damu, hiyo sukari inaitwa glucose. Inaitwa nini? Glucose. Na glucose ni aina ya sukari ambayo inatumiwa na chembe au chembe
katika mwili. Kwa chembe katika mwili inahitaji glucose ili kuweza kutengeneza nishati. Na glucose ndio sukari ambayo inatokana na vyakula tunavyokula au vinywaji tunavyokunywa. Lakini chembe pia inahitaji insulini ili kuweza kufanya kazi. Mbona mtegemeano unapokuja hapa? Ndio maana nakwambia kongosho na insulin, ndio maana tunagusa leo kongosho. Sasa kongosho ndio inazalisha insulin. Kwa tusikia kongosho ndio inazalisha insulin. Na ile insulin ndio inahitajika na chembe. Leo kidogo nitagusa kidogo kwa elimu kama darasa 7 kidogo ni wafungue watu kichwa kulingana na muda kama utakuwa umetosha. Lakini tunapozungumzia insulin ni nini? Insulin tunazungumzia ni kemikali kwa maana ya homoni inayozalishwa na kongosho. Kwa insulin ni kemikali au homoni inayozalishwa au kutolewa na nini? Na kongosho. Sasa je, kuna uhusiano gani baina ya kongosho, insulin, chembe, ugonjwa wa nyuma, kisukari, mara nishati inakuwa iko vipi? Wewe nyambo hapa kumalizia muda, maana muda kidogo unatukimbia, unatupa mkono. Maelezo ni kama yafuatavyo, ni kwamba kwa mtu yote anapokula chakula na maji, kile chakula na maji umeng'enywa kwa maana uvunjwa. Kwa chakula kicha meng'enywa uvunjwa yanafuatiwa matukio ni kama matatu au manne kama yafuatayo. Kwa matukio ya kwanza yanafanyika ni kama lifuatavyo. Tukio la kwanza ni glucose inaingia kwenye damu. Kwa glucose inachukuliwa kwenye kile chakula inapelekwa kwenye damu. Kwa glucose ikishaingia kwenye damu, kongosho inatengeneza insulin. Ikishatengeneza insulin, kongosho inaiachia insulin. Kwa insulin yenyewe inatoka. Insulin inaenda kuingia kwenye nini? Inaingia kwenye damu. Kwa insulin ikishaingia kwenye damu, kazi ya insulin kuingia kwenye damu inaenda kutoa glucose ambayo tayari ishaingia kwenye damu ambayo ndio sukari na kupeleka glucose hiyo kwenye misuli moja. Lakini pia kupeleka glucose hiyo kwenye seli za mafuta 2, lakini kupeleka glucose hiyo kwenye ini 3. Kwa huko inapopeleka ndio inapoenda kwenda kuhifadhi nishati, na huko ndio nishati inatoka. Kwa nishati inatoka kwenye misuli, seli za mafuta na kwenye ini. Huko ndio nishati inatoka, ndio inaenda kufuliwa huko. Sasa unaposikia sasa mtu ana ugonjwa wa kisukari, kwa inamaanisha ya kwamba nishati kule haipelekwi. Kwa ile sukari inabaki kwenye damu. Kwa hiyo insulin inakuwa haitoi sukari mule kwenye damu kupeleka huku sehemu inapotakiwa. Kwa sukari inazidi kwenye damu. Kwa sukari ikizidi kwenye damu ndio tunapata definition ya kwanza, kitendo cha damu kuwa na sukari au kuzidiwa au damu kuzidiwa na sukari nyingi. Ushanifahamu mpaka hapo? Au kongosho inazalisha insulin lakini ni ndogo. Kongosho inazalisha insulin lakini ni ndogo. Afu hiyo insulin inakuwa itoshelezi kuweza kutoa glucose kwenye damu na kupeleka katika sehemu zinazotakiwa katika kufua nishati. Au sio? Hapo tutakuwa tumeelewana. Maana somo kidogo hapo tutakuwa tumeelewana. Lakini mapito ya kumalizia tena inakuwa au mwili wenyewe unakataa kupokea insulin. Kongosho unatoa insulin vizuri, ili madi hiyo insulin kwende ingia kwenye damu. Kwa mwili unashindwa kupokea insulin. Nafikiri hapo ndio nimeeleweka. Kwa ndio maana unatokea mtu anapata sukari ya kupanda, au sukari ya kushuka. Kwa sababu insulin ndio inaenda kuregulate kiwango cha sukari, ima kuna kupandisha au kushusha baada ya kuwa imetolewa na nini? Na kongosho. Kwa inapokuwa kuna interafu katika ile jambo, kwa inakuwa ile ufanisi unakuwa upo sawa. Kama kongosho itakuwa imeshatoa insulin, afu mwili usipotumia insulin, kwa kile kitendo cha kubalance kupandisha au kushusha kinakuwa hakipo. Na insulin ikitolewa ndogo, ule uwezekano wa kubalance kupandisha au kushusha unakuwa hakupo. Insulin isipotolewa kabisa inakuwa ndio hatari kabisa. Na tena damu ikishazidiwa na sukari ndio inakuwa nzito na ya kuganda. Ndio maana mtu anakuwa anatumia vidonge vinasaidia kuyeyusha sukari iliyokuwepo katika damu ili kuweza kusaidia damu isiweze kuganda. Nafikiri hapo nitakuwa nimeeleweka vizuri kwa wale ambao wamenifuatilia vizuri na kunielewa vizuri. Na tumesema kwamba nguvu hiyo au nishati inapatikana katika misuli na inapatikana katika seli za mafuta pamoja na ini. Sasa kuna mambo hapa tuweke sawa. Haina maana kwamba mtu kula vyakula vya kisukari ndio kuweza kupata ugonjwa wa kisukari. Hapana. Mambo tumeyataja yale mambo 10. Kwa hiyo haimaanishi kwamba mtu aweze akatumia vitu vya chakula kisukari, vitu vya sukari ndio akapata ugonjwa wa kisukari. Na watu wanatumia asali. Unasikia asali
asali ya sukari yake original ile. Lakini tunazungumzia vitu vya kisukari, hatujazungumzia vitu vya kisukari fake na original. Kwa hiyo ni ufahamu tofauti ambao watu wako nao kuhusiana na magonjwa ya kisukari, kwa inabidi wafahamu na waweze kuelewa. Sasa leo mimi nitaenda kufundisha kitu kimoja cha ajabu, nafikiri ni kitu kizuri, kitawasaidia watu wengi au Watanzania wengi au kwa watu wengi wataonisikiliza kuhusiana na hii clip, itawasaidia sana 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 sana. Kuna daktari mmoja anaitwa Dr. Sanga Sanga, ni mtaalamu wa tiba asilia, na mke wake alibainika kuwa na ugonjwa wa kisukari, na kwa dalili zote hizo alikuwa nazo, sio zote isipokuwa nyingi alikuwa nazo, kama ya ukungu wa macho na nyinginezo, na alikwenda hospitali akapimwa akaonekana na kisukari. Lakini akashauriwa na mzee mmoja, mzee wa shamba, atumie majani ya kunde. Majani ya kunde. Majani ya kunde ni majani maarufu kama mboga, wanatumia watu wengi na yanawasaidia katika kama mboga, lakini hawajui kama ni dawa. Lakini alielekezwa namna ya kutumia haya majani. Kwa aliambiwa anatumia kama ifuatavyo. Alikuwa anaambiwa atumie kama fungu la mboga pasi ya kupika. Kwa alikuwa anakula majani mabichi pamoja labda na ugali na chakula chake alichoandaa, anakula ile majani mabichi. Kwa unakuwa na mboga yako kidogo, lakini yale unakula majani mabichi unayatafuna. Wengine wanakuambia sasa majani mabichi kama mbuzi. Sasa unakula milungi na kwa vipi? Kwa hiyo unakuwa na yala hivyo majani mabichi. Kwa katumia ndani ya muda fulani, sina kumbukumbu katika idadi ya muda aliotumia, lakini sio muda mrefu, na kwa uwezo wa Allah kajalia swala zima la kisukari kwake limekuwa historia. Sasa hivi ni mzima, anatumia kila kitu. Sasa mimi nitaelekeza namna gani ya kutumia haya majani kwa programu nzuri, ili mradi wao wanasikiliza usahau kabisa kuhusiana na swala la ugonjwa wa kisukari kwa stage ya kwanza. Kwa mfano, chukua majani yako ya hayo ya kunde, majani ya kunde, chukua fungu la kutosha, tia kwenye blender. Chukua maji glasi moja, tia kwenye blender, saga vizuri, utapata juisi ya majani ya kunde ile pale. Chuje vizuri juisi yako, pata glasi moja. Kwa utakiwa kunywa glasi moja kutoa mara 3, kunywa glasi moja asubuhi, kunywa glasi moja mchana, kunywa glasi moja jioni. Fanya hivyo ndani ya muda wa mwezi mzima. Alafu pia endelea na programu hii kama aliyoelekeza Dr. Sanga Sanga. Wewe unakuwa unatumia hayo majani ya kunde kwa kula kama mboga. Kama ukiona kula kawaida yanakupata tabu, unaweza kuwa unakula na karanga mbichi zile, au karanga za kusaga unakula, au kitu gani kingine ambao kwa haraka haraka unakimbika unaweza ukakitumia kula nacho. Sioni ninachokumbuka kwa haraka, lakini karanga ndio nakumbuka ni kitu kizuri ambacho ninatumiaga pia kulia karanga au majani ya kunde. Kwa hiyo yanasaidia sana kuhusiana na ugonjwa huu wa kisukari. Kwa hiyo ni program ya kwanza ambayo nimeelekeza kwa watu wana ugonjwa wa kisukari, alafu wako dhaifu ya hali, hawana pesa. Kwa hiyo tumieni hiyo njia, alafu ndani ya mwezi mmoja mtupe matokeo, mtuambie ni kitu gani. Kwa sababu watu wengi wanapenda kuwa watu wa hamasa, na kushauri endelea kutumia injection kama kawaida, na kushauri endelea kutumia vidonge na programu iliyoelekezwa na hospitali husika kuhusiana na tatizo lako la kisukari. Endelea kutumia huku ukiendelea kutumia programu niliyokuelekeza mimi, lakini utaanza kuona mabadiliko ya mwili wako kuwa mwili mwepesi na dalili nyingine za kisukari kuondoka. Itapofika ndani ya mwezi mmoja, nenda kapime. Au kama wewe, kwa wale wengine ambao sasa washaendelea na vipimo nyumbani, pima kila baada ya siku 3. Kila baada ya siku 3 pima sukari yako. Kila baada ya siku 3 pima sukari yako. Utaniambia kwa kile utachokuwa umekiona. Hiyo ni habari nzuri kwa upande wako. Lakini kwa kumaliza kwamba sisi tumeandaa program na supplement au lishe maalum ya kisukari, ambao kwa sisi tuna imani inaweza kutibu na kuonyesha tatizo la kisukari kabisa kwa uwezo Allah bila shida yoyote. Lakini kwa hiyo kuamini inakuwa ni vigumu. Kwa kuweza kuamini na unatakiwa utumie ndio uweze kuamini, kwa sababu ushatumia dawa nyingi za kisukari hafuja kusaidia, ushapoteza pesa. Na mimi siwezi kutumia nguvu kubwa kuweza kuhamasisha na kuelekeza, kwa sababu najua ni kiasi gani ushapoteza pesa na ushapoteza wale unaowapenda, unawafahamu kuhusiana na ugonjwa wa kisukari. Lakini sisi tuna imani ugonjwa wa kisukari unapona na mtu anarudi katika hali ya kawaida, na unaweza kuanza kula vyakula vya kisukari kawaida kama kawaida. Na kwa programu yetu sisi ndani ya mwezi mmoja unakuwa una uwezo kula chakula cha kisukari taratibu, unaanza bila shida yoyote. Kwa nafikiri muda utakuwa umekwenda, na tumetumia muda mrefu, na tuweze kujitahidi kuishia kwa hapa kwa siku ya leo kuhusiana na ugonjwa wa kisukari. Tumejitahidi kugusagusia. Sasa kwa kumalizia pale, ninahitaji majani ya kunde. Majani ya kunde sasa sijajua kwa Kiingereza inaitwa vipi, maana wengi si darasa la pili, tumesha shule ya msingi. Sasa wale ndugu zetu wa form 4, form 6 chuo, na wale wengine waliosoma vyuo vya mitimiti kama SUA, watusaidie haya majani ya kunde kwa Kiingereza yanaitwaje? Afu je, haya majani ya kunde jamii yake yanapatikana dunia nzima au ni ya Tanzania peke yake?
Nafikiri hapo utakuwa umenielewa. Huko ndo kumalizia. Kwa hiyo ni mimi mzungumzaji, nilikuwa nazungumza Profesa Kashaga katika hii darasa, na washukuru sana kwa kunisikiliza na kutenga muda. Lakini msimamo wetu, tuko na imani kisukari kinapona na unarudi kutumia vyakula vyenye kisukari kama kawaida. Vile vile vitamu ambavyo umevimiss, kwa usikate tamaa, bado kuna opportunity ya kuweza kuendelea kuvitumia, na kushukuru sana na asante sana.